Huyu ni mgeni? Huyu ndo mgeni, ndo anaanza kwa mara ya kwanza mkataba na sisi. Sura yake kama sio ngeni. Na dada wanakujaga hapa wanafanya mambo yao, afu akirudi wanajifanya wageni. Kija kumwangalia kumbe alishatoroka mkataba. Shafanyaga matukio. Mtani namba yako ya simu. Mtajie namba yako. 75. Namba yako naifikiria? Unaikumbuka hivyo ulivyotaja ndo naikumbuka kama unabuni. Inaonekana akaunti yake ndo tumefungua sasa hivi. Umewahi kufanya kazi na sisi? Yeye kuja hapa. Mbona kama madam anakukumbuka? Sura yake sio ngeni. Umewahi kuja hujawahi? Wewe unafikiria kama umewahi kuja kweli? Umewahi kuja? Wewe kuwa tu mkweli. Ikawaje? Sura yake sio ngeni, mimi najua. Ikawaje? Sijakumbuka ni ulikuwa mwaka gani. Nilikujaga muda. Nikaondoka kwa sababu bosi alinichukua. Kaenda kule. Nikamaliza kama wiki 3. Akanambia tu. Yaani ikapigwa simu kwa ofisini. Nikaelezwa, nikaambiwa bosi anasema huwezi kufanya kazi vizuri kwa tunapokuhitaji. Fanya kazi vizuri. Nikamwambia haya. Kaka bosi akasema leo nakuchukua na kupeleka ofisini. Akanambia tu jiandae, nikamwambia sawa. Nikajiandaa. Akachukua gari akanileta. Aliponileta hapa nikaambiwa tu bosi alikuwa analalamika, tulikupigia simu wa hawezi kufanya kazi vizuri, kwa nini? Yaani nikawa tu majibu ya kujibu sina, kwa sababu vile nilivyokuwa nafanya mimi bosi alikuwa ananiambia kama nikiwa nakosea. Ninapofanya bosi akato ananiacha. Baadaye akawa anapiga simu kwa ofisini. Basi nilipokuja hapa nikaelekezwa tu, nikaambiwa basi kama umeshindwa naomba uende tu nyumbani. Nikamwacha bosi nikaondoka. Nilipoondoka sasa nikakaa. Nilikaa nahisi kama miaka 4. Ilikuwa 2010 na ngapi sijakumbuka. Kwa nikakaa nikafanya kazi sehemu zingine tofauti tofauti. Ndio tu niende tu kwa sasa hivi, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi nikaona nikatoka kutokana na mazingira nini kwa muda wote. Nilikamua nijitahidi kujaribu. Ni madam nani yule ulikuwa unafanya kazi wewe? Hata jina simkumbuki. Waga panga. Ila kwa jina siwezi kumkumbuka. Na ilikuwa muda mrefu hivyo kama 2010 na? Kama sio na 20 au na 19. Ila nimepita kama miaka 4. Kwa hapo tulipokupanga ulikaa siku ngapi? Nilikaa wiki 3. Yaani ibaki kama wiki 1 nimalizie mwezi. Bosi akaniambia nakupeleka ofisini, akanileta. Kwa sasa ulipopokelewa hujaulizwa kama umewahi kufanya kazi na sisi? Si ukipokelewa hapo unaulizwa maswali. Umeulizwa? Wauliza tuliwahi kufanya kazi hapa. Nikamwambia hapana, sijawahi kufanya kazi hapa. Kwa nini sasa umwambia hapana? Kwa nini umwambia hapana na ulishawahi kuja? Umeona ulivyokuwa unataja namba yako nikashtuka kwamba kwa nini unataja namba hivyo. Sasa tuna uhakika gani kama hii namba ndio namba
namba yako ya zamani, kwa sababu wadada wote waliopita hapa namba zao tunazo. Tukiingiza tu hapo tunaiona na tunamuona na bosi, na tuna uhakika gani kwamba kweli umemsahau bosi au tulikupangia upanga kama unavyosema, au kweli labda story aliyosema ndio sahihi. Maana hiyo story ni ya watu wanaopewa chance nyingine. Unakuta mtu akirudishwa umeshindwa, ukirudi nyumba moja ikikushindwa haimaanishi nyumba zote. Ni mpaka labda tukujaribishe nyumba 2 3 ndio tunaona huyu sasa huyu kazi hawezi. Lakini bosi tu aseme ameshindwa kufanya kazi alafu ufike hapa tukwambie basi nenda. Mbona kama hiyo story haifanani na kituo chetu? Kituo chetu kinawapa watu chance sana. Yaani mpaka tukuondoe kuna kitu ambacho yani hicho hakivumiliki. Umeona? Labda ujeuri, mtu ambaye ni mjeuri hata kazi hatumpangi kwanza. Tunamuondolea baba. Lakini kama tu ni kazi imekushinda sehemu, tunaweza tukakujaribisha sehemu nyingine, ili mradi kama una nidhamu nzuri na unaonyesha una nia ya kazi. Sasa mbona kama vile bado unaendelea kutudanganya? Yaani bado si hujanishawishi. Unajua energy inaongea. Yaani mtu anavyojieleza na energy yake vile vinaendana. Lakini we mwili wako unakataa na maneno yako. Yaani kama vinapishana. Ndio hiyo psychology watu wanaitumia sana kuwakamata hata wezi. Tuambie ukweli. Yaani tuambie ukweli. Kama umeamua kurudi, unatakiwa sasa useme ukweli wako ili tuweze kuendelea vizuri. Wako wadada wamekuja hapa wana matatizo makubwa kuliko wewe, wana tabia mbaya kuliko sijui nani, lakini tumekaa nao, tumewafundisha, tumewaelekeza, tumewapa utaratibu, tumewapa chance tena na wanafanya vizuri. Kwa hiyo huna sababu ya kutudanganya. Wewe sema tu ukweli. Yaani ule ukweli ambao hata mtu anausikia anasema kweli hapa huyu dada akanyoosha. Sema ukweli. Na nilipofika tu nikapangiwa kwa upanga kwa sababu nilikaa hapa kama ila kwa mwaka ambao nilioingia ndio siukumbuki. Yaani nilipofika hapa nikakaa kama siku 3. Ya 4 ndo nikaja kuchukuliwa na bosi nikapangiwa upanga. Ila bosi nikakaa naye kwa sababu nilipokwenda nikakaa naye wiki ya kwanza, wiki ya pili. Kwa hiyo alikuwa anapiga simu kwa ofisini. Mimi nilikuwa sijui, nilikuwa naona tu mimi nafanya labda majukumu yangu vizuri kwa sababu nikikosea lazima atanielekeza fanya hivi, lakini alikuwa ananiambia. Kwa hiyo nilikuwa naona tu nipo sawa, siku nikapigiwa simu ofisini, nikaambiwa Yazali, tunaomba bosi kuna malalamiko ambayo aliyosema, kwa tunaomba ujirekebishe kwa kipindi hicho tunachokupigia simu hii, kuna malalamiko ya bosi. Nikasema sawa. Ila mimi alikuwa anaambia kama kuna makosa ambayo anayafanya. Alikuwa tu kuna vitu ambavyo ananielekeza kusema uvae blazi ufanye hivi. Lakini kama hivi nakosea kwenye kazi akawa anaambia. Kwa hiyo kama ndio hivyo sawa. Nikakaa. Nilipokaa kipindi hicho napigiwa simu nilikuwa nimeenda dukani. Kwa hiyo nahisi nilipotoka ndo akawa aliwasiliana huko. Basi niliporudi nyumbani nikawa sijamuuliza kusema dada labda umpigwa simu ofisini au hivi, nikawa sijaongea. Nikawa tu naendelea na kazi vizuri. Nikajua labda kama kuna kosa japokuwa nimepiga simu ofisini ataniambia na mimi mwenyewe. Basi siku hiyo akaniambia dada jiandae, ilikuwa asubuhi. Nikasema sawa. Nikajiandaa nimemaliza, akaniambia beba na vitu vyako vyote na kurudisha ofisini kule nilipo kuchukua. Mimi kabidi tu sijamuuliza. Nikamwambia sawa. Nikachukua, akatoa gari tukaelekea huku, alipokuja huku. Sijakumbuka pale kama aliwahi kuingia yeye au ilikuwa mimi. Kwa sababu mimi nikaja nikaambiwa dada, kwa nini tulikupangia kazi lakini bosi analalamika na ndio maana akakuleta hapa, majukumu yako yakamilishi. Kwa bosi kaamua kulete hapa na kwa nini ulikuwa ufanye kazi vizuri. Kwa yani ikabidi tu kama nikashangaa fulani hivi. Sasa dada mbona alikuwa hajaniambia kwa muda wote kusema mimi sipo vizuri nini leo nimefikia paka kunileta huko ofisini. Nikaona akaniambia yule dada ambaye alikuwepo hapa nahisi sura yake sioni tena. Nani kipindi hicho anarudishwa mkurugenzi Aaron alikuwa umeongea naye?
Sikumbuki, ila wewe ulikuwa hapana. Sio mimi, mkurugenzi alikuwa hapo mwingine. Siku unaenda kazini mkurugenzi ndo alikuona akapitisha kwamba uende kazini. Yaani Saharon ulikuwa umesha yuko hapa kipindi hicho, wewe anataka kuruhusu uende, si ndio? Sasa maana yake ni juzi. Ni 2020 na ngapi hizi? Yaani hapo sijakumbuka ambaye ni mkurugenzi alikuwepo nani, kwa sababu ni Bongo. Kweli huyu anamjua Saharon na alikuwepo kipindi ambacho alikuwa kazini. Kwa hiyo ndani ya hii miaka ambayo tayari hata mifumo yetu iko vizuri kipindi hicho, anajua namba yake ambayo ilikuwepo. Namba gani ulitupa sasa? Leta namba ya kipindi kile. Sio hii mpya uliokuwa unahitaji hapo kwa kuifikiria. Namba yako kabisa uliokujaga nayo wakati ule ni ipi? Maana sisi hiyo namba tutaipata, tutampata bosi. Hiyo namba sikumbuki kwa sababu nilibadilisha. Yaani mimi nisikumbuke namba za simu ambazo nimewahi kuzitumia. Hapo dada ndio umetudanganya kwa kweli. Kama unataka kazi hapa, hauwezi kusahau namba zako, namba uliowahi kuja nayo. Yaani namba yoyote ya simu ambayo umewahi kuitumia, huwezi kuisahau. Hauwezi. Utasema tu labda siku hizi siitumii, na mimi nina namba ambazo siku hizi situmii, lakini siwezi kusahau namba zangu zote za simu nilizowahi kutumia. Kwa hiyo hapo ndio sasa, hapo ushahidi unaonyesha kabisa. Amesahau vitu vingi, si unaona bado vina connect tu kweli, anasema amesahau. Sasa kwanza hapo picha linaanza. Wewe unaendaje kufanya kazi kwa bosi wako kama usahaulifu wenyewe ndio huo? Yaani kama kiwango chako cha kusahau ni hicho, unawezaje kwenda kufanya kazi nyumbani kwa mtu? Na amegusia swala la mavazi, inawezekana pia ndio ilikuwa main reason. Sasa unaona mpaka aliambiwa avae brazier, sio ilikuwa anavaaje? Inawezekana labda hizo issue za yani, lakini kuna vingi asemi moja kwa moja yani kuna vingi asemi na anaficha namba yake makusudi kwa sababu anajua tutajua. Sikumbuki kwa sababu nilibadilisha namba. Mimi mwenyewe nimebadilisha namba. Mimi mwenyewe nimebadilisha namba sana, lakini siwezi kusahau namba zangu nilizowahi kuzitumia. Kwa hiyo yani mpaka hapo, maana nimekwambia kabisa kuna namna sikuamini, yani energy yako haiko sawa. Lakini mpaka hapa kuniambia namba yako umesahau, sasa ndio unanidhirishia kabisa kwamba kuna vitu unaficha. Sasa na sisi yani uongo ni kitu, yani kwetu sisi nafikiri ni adui mkubwa kabisa. Watu wananunua uaminifu, watu wananunua ukweli, watu yani hicho, mtu anataka nyumbani kwake mtu ambaye ni mkweli na mwaminifu. Sasa wewe ukianza hapa kutudanganya sisi, huko kwa bosi wako utaenda kufanya nini? Na hakuna kitu chochote cha ajabu ambacho yani tunaweza kusema yani mtu hawezi kupata chance. Kwa hiyo sielewi nia yako ya kuja na uongo ni ipi. Kama mtu umewahi kufanya mistake ni sehemu ya mwanadamu. Umeelewa? Kwa watu wanakuja hapa. Mistake ni sehemu ya mwanadamu, lakini kinachotakiwa kutubu. Yani useme kabisa nilikosea hiki na nimejifunza hiki. Kwa hiyo naombeni chance tuendelee. Sisi ni watu wa hivyo. Sababu hata Mungu wetu anatusamehe, lakini ukija hapa na mbinu zako na mikakati yako ya kuendelea kutudanganya, huu mradi sio kwa ajili yako. Sio watu waongo kabisa. Hayo nafikiri wewe uende ukajipange, utakapoamua kuwa mkweli ndio urudi. Utuambie nini kilitokea, utupe namba zako za ukweli ili tujue ni bosi gani tulikupangia na tutajua changamoto gani ilitokea. Wala hata tutakuuliza. Sababu wadada wote ambao wametoka kwa kazini tunajua changamoto zao. Waliotoroka, walioswiba, waliofanyaje wote tunajua. Wengine tu ni kiburi hivyo. Umeelewa? Utakapoamua kuwa mkweli hapo ndo tutasikilizana. Lakini kwa sasa hapana. Kwa alikuwa amekuja kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo ulimleta kwenye content kama dada ambaye anatafuta kazi. Dada ambaye ndo amekuja sasa kituone, anapitia kwenye mafunzo muda mchache aende kwenye eneo la kazi. Okay. Ndio hivyo sasa nimeona yani sura yake kama namjua na kweli sio mgeni, lakini sio alafu haiwezi kuwa 19 huko. Haiwezi kuwa mbali hivyo. Haiwezi kuwa mbali hivyo. Basi yeye mwenyewe kama unafikiri unajua kuna tabia huwa tunazifanya tunafikiri zinatusaidia lakini zinatuharibia. Kwa sababu unapoamua kuwa muongo, hakuna mtu mwingine unayemkomoa zaidi ya wewe mwenyewe. Unajicheleweshea mwenyewe baraka zako, unajicheleweshea mafanikio yako.
Umeona? Popote pale unapoenda kudanganya, kusema unamdanganya bosi wako au unatudanganya sisi watu ambao unataka tukupe fursa, haikusaidii. Yani Biblia inasema ukweli unamweka mtu huru. Utakapoamua kuachana na vitu vya uongo kona, ukawa mkweli, yani utakuwa huru na utakuwa ni mdada ambaye sasa utaanza kwenda mbele kimafanikio. Lakini ukiendelea kukatakata kona, ndugu yangu, utahesabu vituo hivi, utahesabu kusiwa watu wa nini, madalali, yani utamaliza kote, nyumba za watu utamaliza. Unashangaa kwa nini siendi? Kwa sababu umaskini unaanzia kichwani. Uongo ni umaskini. Usipokuwa mkweli kwa nafsi yako ni umaskini. Kwa hiyo unabaki mwenyewe kujichelewesha kwenye umaskini. Inawezekana labda aliwaza kile kudanganya ndo atapata chance. Sasa anaona hapo sisi wanasema sasa hapa kwetu ni ukisema kweli ndo unapata chance. Yaani na ndo unaenda vizuri kabisa. Kabisa, yani ukisema ukweli tunaangalia namna ya kukusaidia na unaenda, unasogea. Lakini ukianza uongo hapana. Muda huo si hatuna, na tunajua wateja wetu hawanunui uongo, na sisi hapa hatuuzi uongo pia. Tunachowauzia watu ni mifumo ya ukweli, uaminifu, uadilifu. Sio mtu, watu ndio hivyo sasa, mna madefect kibao. Kwa hiyo mtu anaendaje, unapelekaje mtu kama huyu nyumbani kwake? Manake kama mimi mwenyewe siwezi tu kukaa na mtu kama huyu. Nani unampelekea? Hatufanyi hivyo. Kwa chance unayo kwamba ukajitafakari kama unataka kufanya kazi na mradi wetu, basi njoo ukiwa clean. Njoo hapa ukiwa yani useme ule ukweli. Na hakuna chochote, yani nasema tena, ambacho hatuishi malaika duniani, ni binadamu ambao tuna mapungufu, lakini lazima tukubali responsibility. Yani uwajibikaji wa mapungufu yetu, makosa yetu lazima tuyakubali. Jamani, nilikosea hapa na hapa na hapa, nimeshajifunza, niko tayari kwa ajili ya kuendelea kwa utaratibu wenu. Yani hivyo simple. Lakini ukiendelea kuficha ndio hivyo unaumbuka. Umekaa hapa hata kumtazama usoni huwezi kumwangalia mtu. Yani hizo ni dalili zote za mtu muongo. Mtu ambaye anachokisema yani sio. Hawezi kukufesi, hawezi kuangalia. Sasa wewe nenda kajitafakari, kama ukiona umefanyia kazi haya ninayokuambia, unakaribishwa. Kwa sababu kazi yetu ndio hiyo, kuwatoa watu huko kwenye fikra za umaskini. Kuwasaidia watu waijue kweli, waione nuru, watembee kwenye nuru. Wewe bado uko kwenye giza. Nenda kaangalia kama unaweza kutoka gizani uje kwenye nuru, tutaongea lugha moja. Lakini hapa sasa hivi hatuwezi kuongea. Sawa? Haya.